Habari yako mtazamaji wa IATV. Matumaini yangu wewe ni mzima wa afya. Karibu tena katika Campus Nexus, kipindi ambacho mara nyingi huwa kinatukutanisha na wanafunzi wa chuoni. Hata pia baadhi ya watu, lakini zaidi tunazungumzia mambo yanayohusiana na chuo. Mimi naitwa Abdul Yusuf Abdul, siko peke yangu hapa. Niko na mgeni wangu. Ni maarufu sana. Watu wengi ambao wanapatikana ndani ya chuo cha Uhasibu Arusha, itakuwa ni nadra kusema kwamba hawamfahamu. Atajitambulisha mwenyewe kwa majina yake, ila mimi nasema kwamba namfahamu kama ni mfanyabiashara mdogo, ila majina yake kabisa siyafahamu. Brother, habari yako? Nzuri sana. Uko poa? Niko bomba kabisa. Vipi hali yako? Safi. Okay. Watu wakufahamu sasa kwa majina yako. Of course, kwa jina mimi naitwa Ignas Germanus Mbecha. Ndio majina yangu kabisa, majina halali. Yes, anaitwa Ignas. Ignas, nimekuita hapa, tunataka tuzungumze kidogo kuhusiana na masuala mazima ya biashara. Okay. Na mada yetu kule itasema ni kwa namna gani wanafunzi wa chuoni wanaweza kujikwamua na biashara ndogo. Okay. Yes. Ignas, leo umekuwa tofauti. Nimezoea kukuona ukiwa na karanga, ni pipi. Ya, nimekuzoea hivyo na huwa nakuongesha, lakini leo sikuoni nazo, kwa hiyo itakuwa ni ngumu kukuongesha bwana Ignas. Ignas, wewe ni mwenyeji wa sehemu gani? Kwa maana nyumbani nilipozaliwa. Of course mimi ni mzaliwa wa Songea. Mzaliwa wa Songea, nimekulia Songea. Songea sehemu gani? Songea of course niko wilaya Namtumbo. Namtumbo. Kijiji kimoja kinaitwa Rumecha. Ndio nimezaliwa pale, nimekulia pale. Safari yako ya chuo ulianza mwaka gani? Kwenye upande wa chuo nimeanza 2019. Nikaanza 2019. Nikasoma mwaka mmoja tu, japo nilisoma kibishi ikafika baadaye nikasimama. Changamoto ile kufanya usimame ni nini sasa bwana Ignas? Kiukweli changamoto ilikuwa ni ada. Changamoto ilikuwa ada, nikaomba mkopo wa kwanza nikaona sijapata, nikaomba tena ya pili nikakosa. So baada ya hapo, kwa sababu wakati naendelea na masomo ndo nilikuwa tayari nimeshajiingiza kwenye biashara. Kwa sasa nilipoacha nikasema okay, ngoja niendelee kufanya hii biashara. Wakati huo ninajipanga kufanya biashara nyingine. Sasa bwana Ignas, ulianza biashara wakati unafika mwaka wa kwanza sasa? Of course nilianza mwaka wa kwanza na nakumbuka nilikuwa ni mwezi wa 6, yani baada ya corona. Baada ya kile kipindi cha corona, ile siku naruhusiwa watu wanafunzi muingie chuo. Yani chuo kama kinafungua sasa. Mimi nilipoingia tu nikaja na biashara. Ignas, kitu gani kilikusukuma wewe ukasema sasa ngoja nianze biashara? Na kwa nini biashara ya kuuza pipi na vitu vingine vidogo? Kwa nini? Okay. Sasa kwanza kwenye mimi sikufikiria kuja kuuza pipi. Yani huo ndio ukweli. Hiyo haikuwa kabisa kwenye picha yangu. Unaona? Mwanzo kabisa nilianza biashara mtaani kile kipindi cha corona. Nilikuwa ninatengeneza hizi kacha anaita bracelets za kuvaa mkononi. Nilikuwa napitisha mtaani. Sasa ukiwa unatembeza mtaani, changamoto ni kwamba hakuna mtu ambaye amenunua. Unaona? Sasa baada ya kuona hiyo hali nikasema hapa inabidi niweze kufikiria kitu kingine. Sasa nilipoona karibia chuo kinafungua nikasema ngoja nije na ubuyu. Na nilipenda hivi vitu vidogo kwa sababu ni easy. Yaani mtu ukifika 500, buku 200, easy sana watu kuchukua. Unaona? Lakini licha ya easy, yani mtu anapochukua anahisi kama let's me ngoja nimsupport. Yani ananunua afu ndani yake anahisi kama namsupport huyu jamaa, unaona? Kwa sasa nikaanza na huo ubuyu. Sasa nilipofika na ubuyu nilikuwa challenge nilikuwa naipata, kuna siku natengeneza na kwa mzuri. Yani ubuyu unakuwa mzuri kwa kweli. Afu siku nyingine kutengeneza umeharibu. Nikasema ni hasara hii. Kwa sasa hapo nikaanza kufikiria kitu gani kingine nifanye. Ndipo nilikuwa sina hilo wala lile. Siku yake ni nimetoka zangu chuo, nimeenda zangu town. Nazuru, yani ni kama sielewa hata naelekea wapi. Natembea tu. Ghafla nikajikuta nikaona pipi, duka la pipi ambao nauza pipi za Juma. Nikaangalia hivi. Nikasema nikamkumbuka mjomba wangu mimi. Nakumbuka nipo nasoma shule ya msingi, yeye alikuwa sekondari. Alikuwa anapenda sana pipi. Yaani jikuta ananunua anaweka kwenye mfuko nyingi. Nikasema kwa nini nisijaribishe hichi kitu? Unaona? Kwa hiyo nikachukua tu pipi ya Ivory.
zile zi ivory ya kahawa zile ndogo ndogo zile kuja kuleta chuo kaona watu wananunua yani mtembeza vimbweta kadhaa tu hivi vimeisha. Unaona, baada ya kuisha akasema okay, hichi kitu ndio kinahitajika kizuri. Kwa hiyo watu wakaanza kusahau kwenye ubuyu, wakawa wanafika kwenye nini? Kwenye pipi. Nikasema okay, ngoja niingie hapo. Unajua sometimes maisha ya chuo ni magumu kwa kweli. Yeah. Kwa challenge ile kwa ninikuta, yani kuna muda unajikuta mnafanya assignment. Haya, kuna kazi ya group inabidi uchangie, let's say hela mkatoe kazi mkaprint na nini. Mimi hata shilingi 100 najikuta ni sina. Unaikosa kabisa. Naikosa. Nikiangalia utafute msaada nyumbani, unajikuta wao ndo wanajipiga, wanajipambania ili kulipia ada. Uombe tena na hela assignment. Hasa ukisema tena hela assignment, yani kwa hiyo hapa nikasema kwa style hii inaishije? Au unaendelea vipi? Lazima nifanye kidogo kibiashara. Ngoja nifikirie kitu kingine. At least, yani malengo yangu yasema at least hata ningepata toka 2000 kwa siku basi. Wala sikuata na malengo yako yalikuwa ni at least upate 2000 kwa sasa. Saizi kwa muda huo yamevuka yale malengo, sasa imekuwa zaidi ya 2000. Of course malengo yamevuka, hata muda yamevuka. Mwenyezi Mungu anasaidia. Mwambie mtazamaji anayekutazama kupitia IAA TV kama ni mwanafunzi mwenzako kwamba muda mwingine hali za nyumbani nyuma zisitufanye kukata tamaa na tukaendelea kufanya biashara. Okay. Sawa, so labda kitu ambacho mimi naweza nikawaambia wanafunzi, cha kwanza, unajua maisha ni magumu, of course. Lakini unapokuwa na maisha magumu, yani usikubali kwamba ndio mwisho au sitaweza kutimiza ndoto zangu. Kikubwa ni kwamba lazima uwe unafikiria, okay, kwenye hii changamoto au hali natoka vipi hapa? Unapofikiria hivyo, Mungu siku zote ni mwema. Anakupa idea. Hakupi pesa. Sasa ile idea atakayokupa just it means yoyote. Yani kama unajikuta labda maisha ni magumu, sasa nafanyaje? Kama umepata idea, labda naweza nikapata hata kazi kadogo ambacho naweza kufanya, mtu anaweza kanilipa. Just go. Nenda kaombe, fanya hivyo. Kama umepata ka idea, labda kuna biashara, let's say nafikiria nikiuza labda matunda au mwingine unajikuta na nguo, mwingine hata nikiuza vipi kama nikiuza sijui peni. Ndio. Idea yoyote unayokuwa nayo, just anza nayo. Ignas, wakati unaanza sasa wewe kufanya biashara ya kuuza pipi na vitu vingine vidogo vidogo, wewe ilikuia ugumu kiasi gani? Na ulipambana vipi na huo ugumu? Okay. Hasa kwenye upande wa ugumu, ugumu ni woga. Ulikuwa na hofu. Yani kama ukija kuangalia, yani hofu ya nini sasa? Kama watu watakucheka au watakuonaje? Hiyo yani kwamba mtu atanionaje? Yani ni mimi ni mwanachuo. Alafu nauza pipi. Unauza sijui unamuuzia pipi sijui. Yani kama azifu kama ushamba, yani watu watakuona kama wewe vipi? Yani unasoma afu unauza pipi. Hicho. Yani kwamba unaonekana kwamba mwanachuo, yani unachukulia kwamba ni azifani hivi. Juu. Kumbe wanafunzi wa chuoni wanaona kwamba wanachuo tuna hadhi nyingine ambayo hatutaki kufanya vitu vidogo. Yani hiyo ni perception ya watu wenyewe, sisi wenyewe. Yani kwamba yani unaweza jikuta mimi naona kwamba nikuuza pipi, yani naichukulia kama ni kitu kidogo. Anajidogodesha mimi yani mwenyewe. Yani najiona kama ni kidogo, alafu mimi najiona kwamba ni mwanachuo, ni mtu mkubwa, lakini watu hawako hivyo. Yani watu hawako hivyo kabisa. Kwa jinsi utakuwaje? Sasa ugumu ulikuwepo hapo. Na kilichotokea sasa hiyo siku ya kwanza, ninaleta wa ubuyu kuja kuuza. Kwanza sikuweza kuuza. Unaona? Nakumbuka alikuwa pale CH3. Kwa pale CH3, tumetoka kipindi cha kwanza. Baada ya kutoka alikuwa hatuna kipindi kingine chochote. Sasa mimi nimevaa begi langu, nimeweka mgongoni. Huko kwenye begi ndo kuna ubuyu. Kwa hiyo hasa wakati nimetoka hivi niko nje, ile nichukue ubuyu niende nikauze, napata changamoto. Hivi naanza kujiuliza, hii itakuaje? Watu watanionaje? Kwani atachukua kweli? Unaona? Mwisho wa siku sasa nikasema yani nikijikuta nilitumia muda mwingi, yani karibia masaa. Yani nakaa tunajiuliza mwenyewe, watu watanunua kweli? Sasa baadaye nikakubali kwamba mimi nimeshindwa. Nikawa narudi nyumbani, nachukua ubuyu na kula. Unakula mwenyewe sasa? Kabisa, nachukua ubuyu na kula. Sasa wakati nafika sehemu, yani narudi hivi nyumbani, nikakutana na rafiki yangu, jamaa mmoja anaitwa Peter. Huyu ndo aliweza
influence mimi mpaka nikaweza kuna nini. Bwana fanya. Bwana wewe fanya. Ilikuwaje akakuinfluence? Chukua ile ubuyu nikampatia. Kile kitendo cha kula yeye akasema sasa ubuyu ni mzuri, nimeupenda. Unaona? Umenunua wapi? Nikachukua. Kaambia usijanunua, nimetengeneza mwenyewe. Uko wapi? Upo kwenye begi. Nikamuonyesha. Akaniambia Ignas, unaferi wapi? Ukiuza huo mbona watu wangenunua? Watu wanapenda sana ubuyu chuoni. Kaambia mwanangu mimi nafanyaje? Naogopa. Kwa sasa yeye akaniambia okay, hakunikatisha tamaa. Akasema woga upo. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya wewe ni jilazimishe, nenda kafanye. Akachukua mmoja. Sasa siku iliyofuata ule hofu bado ipo. Lakini kajiforce, nikakumbuka rafiki yangu kaniambia jiforce, jilazimishe. Nipo jilazimisha hivi. Nikaenda kimbete cha kwanza hawakununua. Sasa wakati naenda hivi wale wanasemeshana, ngoja tuchukue. Kwa nikauza mmoja. Kwa hiyo siku ya kwanza kauza mmoja tu. Lakini sasa siku ya pili nikauza 3. Siku inayofuata nikauza 5. Siku hivyo vikaendelea baadaye ndo nikaachana na ubuyu nikaja kwenye pipi. Kwa safari yako ya biashara ndogo ndogo ndani ya chuo cha uhasibu Arusha ilianza namna kama hiyo. Yes. Sasa bwana Ignas, inakuwa ni kama watu wanahisi ni kama ushamba kwa baadhi ya vijana wa chuoni kufanya biashara hizi ndogo ndogo. Wewe kwa una kipi cha kuzungumza na wanafunzi wenzako ambao wanahisi kama ni ushamba sasa? Okay. Kwanza watu inabidi uweze kuchukua, yani maisha yako ni ya kwako mwenyewe. Yeah. Hakuna mtu atafika atakwambia bwana chukua hii pesa, kachukue chakula, kufanya hivi. Hakuna hicho kitu. Unaona? Kwa sasa unapofikiria dada sawa ni ushamba. Lakini je, unakubali kwamba ni ushamba na huko unateseka? Hauna kitu, hauna pesa kuweza kujikimu. Maana hai make sense, haitokusaidia chochote. Kwa hiyo cha msingi ni kuachana kusema kwamba labda watu wanaweza kaniona ni mshamba, kwa sababu hayo yote ni tunatengeneza tu kwenye akili yetu. Watu wanaweza kuniona ni mshamba ni nini, lakini watu hawako hivyo. Tena unaweza kujikuta uweze amini, mimi kuna watu wananiuliza yani tunakuchukulia kama role model. Unaona? Wewe kupitia wewe watu wanajifunza kwamba kabisa mtu anajifunza, lakini licha hivyo mwingine akiingia anakutana na challenge, anaambia anafuata bwana kuna nimekutana na hivi na hivi, wewe umeweza kujitatua vipi tatizo? Unamwambia okay, hapo ukifanya hivi na hivi inaisha. Bwana Ignas, una miaka mingapi ndani ya chuo cha uhasibu Arusha ukiuza biashara zako ndogo ndogo hizo? Okay, kwenye upande wa kwa chuo mpaka sasa hivi na muda wa miaka 6. Miaka 6. Ila kwenye upande wa kufanya biashara ni miaka 5. Miaka 5. Maana kuna watu wamekuja wamesoma, wamemaliza na wamekuacha bado wanaendelea kuuzia kabisa. Yes, mimi nimefika nimekukuta. Ndio. Na mara nyingi unapata sana tuuzia pipi. Ndio. Nimekuungisha na kadhaa. Ndio. Nimekula pipi zako. Ndio. Yes, ipo hivyo. Okay. Lakini sasa nikawa najiulizaga, huyu bwana anauza hizi pipi. Anapata faida gani? Mtu ambie unapata faida gani? Hata mwanafunzi ambaye anataka mani sasa na yeye anapitia hali ngumu, kuna wakati anakosa mpaka hela ya assignment ya kwenda kutoa. Lakini sasa anatamani aingie kwenye biashara. Mtu ambie anapata faida gani? Kwa sababu hata mimi nilikuwa najiuliza unapata faida gani unauza hizi pipi? Okay. Kwenye upande wa faida ipo. Faida ipo. Hata kama sio hela moja kwa moja direct kutuambia, lakini utueleze ni kwa namna gani mtu anaweza kunufaika hata na zile pipi ambazo anaweza kununua labda karatasi bunda moja la pipi. Okay. Haina shida, mimi naweza kuongelea hata kwenye upande wa pesa. Yes. Kwa sababu malengo yangu mimi sio kufanya hicho kitu maisha yote. Kwa kuna vitu vingine ambavyo ninafanya. So kwenye upande wa faida ni kwamba nilikuwa na uwezo wa kusave mpaka sete kwa siku. Yaani na siku moja, yaani hapo umekula, umefanyaje, umetoa nauli na nini, unaweza ukasave hadi sete kupitia hiyo pipi. Unaona? Kwa hiyo sasa licha ya kwenye upande wa pesa kuna vitu ambazo mimi nimejifunza. Mfano ni kwamba mimi nilikuwa muoga sana kuweza kuongea kwa watu. Kuongea na watu hivi ulikuwa muoga. Lakini sasa ile una face mtu, kuna watu wanakuchallenge. Kwa nini unauza hichi kitu? Wanakuuliza maswali, yani mtu anunui mpaka anakuuliza maswali mengi kwanza muda mwingine. Tena sasa ni watu wa masters. Yaani ukikutana nao na kupiga maswali, ukiweza kujibu, ukajiamini, ananunua. Yaani unajikuta anachukua, alafu anakuambia dogo shika 10, nenda kaongeze nani? Kaongeze mtaji. Safi sana. Kwa hiyo unajikuta ile confidence inatoka kufanyaje? Kwa sababu nimeamua kufanya. Bwana Ignas, kumbe kuna namna mtu anapata faida atakapouza
Sasa kuna wakati unafanya biashara, kuna watu wengine wanakuja wanafanya biashara. Unaona kuna namna wanaweza wakaharibu biashara ambayo unafanya wewe? Okay. Au competition inakuwaje? Kwa upande wangu mimi yani ninachojua siko hapa kushindana na mtu. Unaona? Na yani ndio maana unajikuta kuna watu wanafanya the same thing ninachofanya mimi. Na haijawahi kukatisha tamaa. Haijawahi kunikatisha tamaa wala hainiumizi. Kwanza anasema yes, afadhali bora huyu mtu anafanya. Kwa sababu ninachokifanya sio kwa ajili ya future. Yani ni kama tu daraja tu. Katanivusha. Unaona? Kwa hiyo yote anayefika ni kwangu sioni tatizo. Mtazamaji ambaye unatufuatilia kupitia Campus Nexus hapa IATV, nipo na rafiki yangu anaitwa Egnas. Mimi na muonaga chuoni hapa na namfahamu kama ni mfanyabiashara wa vitu vidogo vidogo kama vile pipi hizi huwa anatuuzia hapa. Kama wewe ni mwanafunzi wa chuo cha Wasifu Arusha, na hisi unamfahamu sana bwana Egnas. Na nimezungumza naye hapa. Kuna namna mwanafunzi utaki kuona aibu kwenye kufanya biashara ilhali nyuma kwako unapajua kwamba umetokea vipi. Lakini pia unaweza usikate tamaa wakati unapokwama ukaendelea kufanya biashara ndogo ndogo. Sio aibu na wala sio ushamba kama alivyozungumza bwana Egnas. Bwana Egnas, mwaina mwisho bwana Egnas. Nina mpango wa kurudi chuo. Lakini kulingana na nilivyojifunza tu kwa mtaani. Mpaka sasa hivi nimekuja kugundua kuna kosa ambayo nimefanya ni kosa moja kubwa sana. Lakini ambalo hata mwingine anafanya the same kosa na hilo asilirudie. Okay. Wakati ninafanya biashara, hiyo pesa nilikuwa nachukua ninajifunza namna kuweza kuuza biashara zenye bei ghali. Labda 200,000, 500,000 na nimeweza kuuza bidhaa za aina hiyo. Unaona? Sasa focus kubwa nilichokuwa naifanya ni kwamba mimi nilikuwa nadili kuuza. Na hii hapa ndio yani ni kama naona ni kama mtego wajasiriamali wengi sana tunakamatwa hapa. Kwamba tuna focus so much kwenye kuuza. Alafu wakati huo tunasahau kujenga future. Yaani kwamba unapouza ni sawa, una biashara yako, unauza, unapata pesa, inakuwezesha leo, kesho, it's okay. Lakini how about future? Ukija kuangalia watu wakubwa, yani matajiri, wana kitu cha tofauti. Yaani huko wakati anafanya biashara ndogo, anatumia muda wa ziada, anajenga kitu kinaitwa brand. Kwa hiyo akijenga brand ndani ya muda miaka 3, miaka 5, ile brand ndio inamsaidia kuuza yeye. Kwa hiyo pale mtu anakuwa fanya ateseki. Sasa mimi nilichokuwa nakifanya, nilikuwa nadili sana kuuza tu vitu, nimepata bidhaa labda 500 namuuzia mtu. Huyo mtu akiondoka ameondoka. Lakini unapokuwa unajenga brand, kwamba huko unafanya biashara yako ndogo, unatumia muda wa ziada, unajenga brand yako. Ukimpata mteja, ina maana yule mteja akiiona brand yako tayari, it's become easy baadaye. Yani kuuza unakuwa brand ndio inauza, sio wewe tena. Brand ni kitu cha muhimu sana. Personal brand. Wewe ni biashara gani nyingine sasa unafanya tofauti na kuuza hizo pipi na vitu vingine vidogo? Okay. Kwanza mimi ni mwandishi pia. Ni mwandishi wa vitabu. Karama uandishi, yes. Tutatupitisha hapa tuzungumze kwanza hivyo, alafu tutatupitisha kwenye karama yako ya uandishi. Maana kuna siku moja napita TikTok nikaona bwana Egnas ukizungumza ukishusha madini kweli kweli. Utarushushia madini hapa. Alafu tuzungumze sasa biashara nyingine ambayo unafanya. Okay, sawa. So kama nilivyosema nina hiyo karama, lakini kitu ambacho nafikiria kufanya future hapo baadaye, napenda naweza kuwasaidia watu sasa vijana namna ya kuweza kujua purpose. Unajua wengi tunaishi hatujui purpose yetu. Purpose, yani napongelea purpose simply inamaanisha ni assignment. Unajua kila mwanadamu amezaliwa hapa duniani, kuna assignment ambayo Mungu amempa. Na inabidi aikamilishe. Unaona? Sasa hili ndio inaitwa purpose. Sasa na hiyo assignment unajikuta ni tofauti na job au kazi ambayo mtu ameipata au biashara ambayo unaifanya sasa hivi. Kwa hiyo sasa kama una purpose, ukiweza kuijua purpose yako, manake hapa sasa tunaangalia hiyo future. Unapojenga brand, unajenga brand kuhusiana na nini? Na ile purpose yako, ile assignment unakuja kuikamilisha kazi ya Mungu. Sasa umesema una karama ya uandishi. Ndio. Kuna siku moja wakati napita hivi kwenye mitandao ya kijamii, ndio TikTok zaidi, nikakutana na wewe
ukiwa unazungumza mambo mengi sana, mambo ambayo yanatu encourage sisi vijana. Yes, mambo ambayo yanaweza kutupa moyo, mambo ambayo yanaweza kutupa motivation. Yes, okay. Ni kwa nini unazungumza vile vitu, na kitu gani ambacho sasa kimekusukuma wewe kuanza kuzungumza vile vitu? Kwanza hii nimeanza mimi binafsi. Unajua kuna maisha, yani kuna mazingira niliyokuwa na namna ninayopitia. Yani baadaye nikawa ni kama sielewi nipo duniani kufanya nini, yes. Natakiwa nifanye nini, yani sijui. Sasa baadaye nikaanza, yani nikawa na tafakari tu mimi mwenyewe. Mungu, kwa nini mniumba? Kwa nini niko hapa? Kwa nini mniumba mtu? Kwa nini mniumba mtu? Sasa kadri ninavyojiuliza maswali kama haya, kwa nini mniumba mtu? Haujaniumba mnyama. Tena ukija kuangalia maandiko yanakuambia tumeumba kwa sura na mfano wake. Yes. Kwa nini? Alafu mimi sielewi ni nini ninachotakiwa kuweza kufanya. Sasa kadri ninavyofanya hivi nikaja kugundua the more napouliza maswali kama haya, Mungu anaanza kunifunulia kwamba wewe nimekupa kalama hii hapa na hii na hii na hii. Kwa leo hii mimi najua kumbe na kalama ya uandishi. Kwa nini naanza kuandika? Ushawahi kuandika kitabu chochote au una mpango gani? Mpaka sasa hivi na vitabu vingapi? Na vitabu 4, 5, mpaka sasa na vitabu 6 ambavyo umeshaviuza kabisa au bado upo navyo ndani? Vitabu kama 4 nimeuza tu kwa baadhi ya watu. Aidha sijavipublish. Ila vingine yani hata sijavitangaza. Vinahusiana nini zaidi? Ni maisha tu kawaida. Kuna vitabu kama hivyo, vitabu vingine kwa ajili ya afya. Vitabu 4 vimedili na mambo ya afya. Kwa watu wenye changamoto za afya. Lakini masuala ya afya tena umejifunzia wapi? Changamoto za afya kivipi, tunazungumziaje? Okay. Sawa. Hapo mwanzo nimekuambia nilikuwa nauza products mpaka 500,000. Kuna muda nilikuwa najifunza mwenyewe. Ni self educated. Yani natafuta elimu mwenyewe, najifunza, alafu baadaye kile nilichojifunza na share kwa watu. Muda mwingine natumia mwenyewe, nikiona kimenisaidia na share kwa watu. Alafu naangalia kimeleta matokeo. Sasa hapo mwanzo nilikuwa najifunza kuweza kuwasaidia akina mama au wanawake kutatua changamoto za uzazi. Watu ambayo wanapata changamoto na magonjwa ya PID, unaona, watu hawawezi kushika ujauzito. Sasa katika kujifunza nikaja kugundua kumbe kuna vitu vidogo ambavyo mtu havijui, lakini ukimwelekeza akivifanya vinamsaidia. Yes. Anamaliza changamoto zake, anatatua tatizo lake, na watu wameweza kupata ujauzito. Na mpaka leo hii watu wengi wamepona tatizo la PID. Yes. Na wengine walikuwa wabebu ujauzito, watu wamekaa mpaka miaka 7. Lakini mwisho wa siku nimeweza kuwasaidia wamepata ujauzito. Wanakutafuta kabisa, bwana Ignas, sasa I'm good kabisa. Na mtu anatuma kabisa ushuhuda. Hapa nimepata mtoto. Miaka 7 sijapata. Yes, Ignas, safi sana. Yes, ni dhao kutoka ndani ya chuo cha uhasibu Arusha. Naweza ngasema hivyo, japo ulisoma mwaka mmoja, lakini bado una nafasi ya kuendelea kusoma miaka mingine, tukajivunia na mtu kutoka chuo cha uhasibu Arusha aliye graduate hapa. Lakini vile vile chuo cha uhasibu Arusha kinakupa nafasi namna gani ya kufanya biashara hizo ndogo ndogo? Chuo cha uhasibu kimetengeneza mazingira mazuri. Kija kuangalia kuna hii startup center. Kwa hiyo mwanafunzi yote akiwa startup center, yani wewe anaruhusiwa kuweza kufanya biashara. Na hata kama akikutana na mliza mimi niko startup, wala atasumbua. Kwa hiyo ulipata nafasi startup center? Nimepata nafasi hapo. Sijaenda rasmi. Ila huwa tuna hivi. Tunawasiliana. Kwa hiyo wanatusaidia, wana encourage, wanakupa nini? Ni kama mwongozo. Yes, bwana Ignas, sasa nitamani utupigie moja ile ambayo nazionaga za motivation ile. All human beings on earth, we are created for a reason. And that reason, it's just a task or an assignment God wants to fulfill on earth. He wants you. No one can fulfill but you, only you. So the only way as a human being to discover our purpose, the assignment God himself gave us, we need to become closer to our Creator. Just as means to seek first Him, to seek first God. When you seek God, you become to discover yourself. You start knowing your abilities, your gift. I didn't know if I can write, but the moment I start reading the scripture, asking the question, who I am, why I'm here, I'm starting realizing that I really discover who I am, what is my purpose. I'm coming to know exactly my gifts,
just right now I'm not just I have an ability to speak, I have an ability to inspire other people, but also I know how to write book, and I really write it. So the only things for anyone who listen right now, you need to sit down and asking the question, why I'm here? What my task? What God wants me to fulfill on earth? When you discover it, just start working it. Ada nikiongea kwa ufupi mfano, ukija kuangalia maisha ya Yesu. Yesu unajua alipofika duniani alijifunza skills za dunia. Yes. Yesu alikuwa ni fundi seremala. Unaona? Amefanya kazi ya useremala, lakini baada ya muda alijua kusudi lake. Anasema mimi nimejua, amejua nilikotoka. Lakini mimi najua nimetoka wapi na nenda wapi na nimekuja duniani kufanya nini. Baadaye alipojua kusudi lake akaanza kulifanyia kazi. Kwa ameingia akaanza kuhubiri neno la Mungu kwamba mimi nimekuja kuweza kukomboa wanadamu. Hivyo. Kwa hata sisi pia kazi ambayo tunaifanya, una biashara ndogo na kazi yoyote, hiyo sio destiny yetu. Unaona? Lakini tunapaswa kuweza kufanya kazi za kawaida ambazo sasa hivi tunazo. Lakini hizi ni short term goal. How about future? Future ndio ile purpose ya Mungu, unajenga, unaiongelea, watu wanaijua, watu wataanza kuvutiwa na kusudi lako, wanaanza kuvutiwa na kile kitu ambacho unashare. Mwisho wa siku hapo ndo unaanza kufanyaje? Unaanza kujulikana, eza brand yako inajulikana, then watu wanakuwa wanakutrust. Chochote unachokuwa unakisema it become easy kuweza kunani. Yes, mtazamaji wa AATV kupitia Campus Nexus, Bwana Ignas ametupatia madini ambayo ni mazuri. Mimi nimeshiba binafsi yangu. Natumai na wewe pia haya madini unapoyasikia utashiba vizuri. Bwana Ignas, kupitia mada yetu leo, tunaingia kwanza tuwasikilize wanafunzi wenzetu. Wanazungumziaje juu ya dhana ya kufanya biashara ndogo ndogo wakiwa chuoni, alafu then tunarejea kuendelea kwamba sehemu ya pili ambapo tutaenda sasa na maswali pamoja na kumalizia Bwana Ignas. Unaibuka biashara ndogo ndogo kwa sababu cha kwanza chuoni ni mtu anajibrand. Kwamba mimi nikiuza pipi, nikikutana na mdada mzee atanichukuliaje, au nikutana na mkaka handsome namuzia pipi atanichukuliaje. Kwa hiyo unajikuta unashindwa kufanya biashara kwa kuwaza watu. Mimi naweza. Sema wanafunzi wengi sasa tujafuatilia vitu. Kama mtu hujejua mazingira ya chuo ni sehemu ya kupata hela. Ukipita kwenye kimbweta mtu anasoma, ashindwe kununua pipi hata ya 100. Kacha yetu ilivyo inavyomwandaa mtu, inamwandaa mtu kwa ajili ya kuajiriwa. Mfano, mtu akikuona umemaliza degree au masters anakuuliza, "Je, haujapata kazi?" Ukimwambia nimejiajiri anashangaa. Na ukimwambia nimejiajiri kwenye biashara ndogo, huyo mtu anashangaa. Kwa nini? Kwa sababu because of our culture. Culture yetu ndio inatufanya tuwe hivyo. Ila sasa hivi ulimwengu unaenda kwa kasi zaidi, dunia inaenda kwa kasi zaidi. Watu ambao kama unatamani kuwa rich, kama unatamani kuwa labda bilionea, kama unatamani kumiliki fedha nyingi tu. Unaweza kuwa na fedha afu usiwe na fedha nyingi tu. Kama unatamani freedom economic au freedom financial, nikwambie anza na biashara ndogo ndogo. Afu hiyo biashara ndogo ndogo ndio itakayokusaidia kufanya biashara kubwa. Sababu ya pili inayowafanya watu au wanachuo wengi au wasomi wengi, basi tuseme wasomi wengi kushindwa kufanya biashara ndogo ndogo, sababu nyingine ni ukosefu wa maarifa sahihi kuhusiana na hiyo biashara. Kwamba mtu hana maarifa sahihi, mwingine anafanya kwa ajili ya kupata basic needs, labda viela vidogo vidogo kwa ajili ya printing cost, labda akiwa chuo. Ila naomba nikwambie kwamba uwaza mbali zaidi ya hicho. Chuoni ni baadhi ya watu wachache wanaojiingiza kwenye biashara ndogo ndogo. Wengi huwa hujichukulia chuo ni sehemu zenye starehe wapi. Kwa wengi hujiona kwamba ni kiwango ambacho wamefikia, hata kwenye zile biashara ndogo ndogo hawawezi. Niseme kutokana na utayari wa mtu na vile ambavyo anasema kwamba nikianza jamii itanionaje, wanafunzi wenzangu watanionaje wakati darasani wananiona hivi. Nikianza ila wale marafiki zangu wataanza kunicheka au wanafunzi wenzangu wataanza kunicheka, ndio inakuta wanafunzi wengi hawapendi kujaribu. Mimi cha kumshauri kwanza aache aibu na ile kusema kwamba wanafunzi wenzangu watanionaje. Ajaribu, maana hawezi jua bahati yake iko wapi.
anaweza egemea kwenye masomo ndio hivyo isimtoe, lakini akaja kwenye biashara kama hivi na ikamtoa. Kwa hiyo mimi namshauri asione aibu, aje afanye, ajaribu na yeye aone bahati yake iko wapi. Yes, Bwana Ignas, tumewasikia wanafunzi wenzetu na baadhi ya watu wanaozunguka maeneo ya chuoni wamezungumzia dhana ya kufanya biashara ndogo ndogo wakiwa ndani ya chuo. Bwana Ignas, sasa natamani tunavyoenda mwishoni kumalizia mada yetu. Ndio. Kwenye kipindi chetu pendwa cha Campus Nexus hapa. Natamani tujue baadhi ya vitu. Unaona? Kupitia wewe na vitu ambavyo vitakuwa vitaweza encourage mwanafunzi yoyote ambaye anatakiwa ajishughulishe labda. Ndio. Au anaona ushamba kufanya biashara ndogo ndogo. Cha kwanza tunataka tuanze na maneno mazuri ya mwanafunzi ambaye ana maisha magumu na amekata tamaa kuhusiana na maisha chuo. Kwanza ni of course naelewa kwamba kuna baadhi ya maisha, yani kuna muda unapitia hali ngumu mno. Hali ambayo inaweza kukukatisha tamaa, wengine wanataka mpaka wajitoe maisha. Kwa hiyo unapopitia changamoto kama hiyo, au ukiona labda una maisha fulani ambayo unaona sielewi hapa nifanye nini, kwanza unaweza kumtafuta mtu yote ambaye unamwamini, unaweza ukashare naye yale maumivu uliyokuwa nayo, kwa sababu unapoongea unatoa, yani ni kama unatoa sumu ndani ya mwili wako, ndani ya moyo wako. Yeah. Lakini licha ya hivyo unapoongea pia akili yako sio sawa na mwenzio. Kwa maana yake yeye anaweza kaona situation, yani upungufu ulionao, tatizo uliokuwa nalo, then akakushauri namna gani ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kuondokana na hiyo hali. Lakini kingine, kama unajikuta maisha ni magumu, wazazi hawezi kuafford kila kitu, ndio kukupa hela kula na nini, mwanafunzi tujiongeze, kwa maana ya kwamba kama nilivyosema mwanzo, Mungu anakupa idea, akupi pesa. Unaweza jikuta anakupa idea, nenda kaombe kazi sehemu fulani. Kama inawezekana nenda, usiogope, lakini nenda. Chochote watakachokujibu sawa, lakini umepiga hatua. Kama umepata idea ya kuuza biashara, ya kufanya biashara aidha chuo au biashara yoyote ile, fanya. Unaweza jikuta mwingine ana idea, nataka niweze kuuza nguo, nataka niweze kuuza maybe karamu, lakini ya mawazo anakuwa nayo kichwani, achukue hatua. Kwa hiyo cha msingi, unaweza jikuta una wazo zuri, usipochukua hatua hauwezi kujua kama ni wazo zuri. Ila unapochukua hatua ndio unapata kujua okay, hii wazo ni zuri au sio zuri. Na hata kama ukiona umechukua hatua unaona wazo sio zuri, kuna kitu utakuwa umejifunza, au kuna kitu utakipata. Kama nilivyosema, nilianza na yale makacha. Lakini wala sasa hivi sifanyi hicho kitu. Nimepata kitu kingine ambacho sikuweza kufikiria kabisa. Lakini nilichukua hatua. Kwa hiyo najua watu wengi wana idea. Kuna mwingine juzi nimekutana naye akaniambia hapa nina idea fulani. Kwanza kafika kaniuliza, unanishauri nifanye biashara gani? Unaona? Mimi kamuuliza wewe unataka kufanya biashara gani? Nikaja kujiona tayari ana idea, ana kitu ambacho nafikiria nataka kufanya. Nafikiri labda chuo kitakapofungua ataanza. Yes, ushaikuwasaidia baadhi ya watu wengi zaidi tofauti na huyo. Of course, kwamba mimi ukinifuata kama kuna kitu, ila ukifika lazima nitakuuliza unafikiria nini. Kwa sababu mtu akikufuata bana nataka unishauri la kufanya biashara au nifanye biashara gani? Huyo mtu moja kwa moja ana kitu ambacho anakifikiria kwenye akili yake. Kwa sasa anachokifanya naanza ninamuuliza, okay, wewe unafikiria kufanya nini? Kufikiria kufanya 1 2 3. Aidha nikaweza kumwambia okay, ukifanya hichi kitu kwa namna hii hapa kinaweza kawa better. Anza kufanya. Yes, na anafanya na ana become success. Anafanya. Maana kuna mdada mwingine mmoja yeye ni wa diploma. Siku nimefika nikutana naye kwenye Kimbweta, yeye ameweka karanga ziko hapa. Alikuwa karanga na ubuyu. Nikamwambia vipi? Kuna mtu ni mzigo wa mtu hao? Akasema hamna, nenda kwangu nauza. Sasa unauza, mbona umekaa hapa sasa hivi na watu hapo kule? Akasema naogopa. Unaona? Nikwambia sio case. Ukiona unaogopa, woga hauwezi kuondoka kwa kukaa hapa. Woga unaondoka kwa kufanya. Wewe sasa hivi
ukiona unaogopa kuwafuata watu wengi, mfuate mtu ambaye amekaa mmoja peke yake. Kwa hiyo ukiona, maana na hiyo ndio njia ambayo nilikuwa naitumia mwanzo. Ilikuwa nikikuta kwenye group labda amejaa group hivi, siendi. Natafuta watu mkao 2, 3, 1. Unaona? Lakini kadri ninavyozidi kwenda watu kadhaa, confidence inajengeka. Inapojengeka inakuwa ni rahisi kwenda kuuza kwenye group. Na ni kweli akanisikiliza muda huo, nikamwambia mimi siondoki mpaka nikoona umefanya hivi. Yaani humjui lakini ukaamua umsaidie kwa namna kama hiyo. Sasa kama mtu ana biashara, amefika na mzigo, alafu amekaa hapa, unafikiri ndo atapata pesa? Hapana. Hawezi akapata pesa. Kwa hiyo nikamwambia okay, mimi niko hapa. Unaogopa kwenda kwa watu wengi, haina shida. Mfuate mtu mmoja. Kaenda kwa mtu wa kwanza, akaja achukua. Kamfuata mtu mwingine achukua. Lakini baadaye jioni anaenda kumfuata, mzigo umeisha. Okay. Ulishawahi kwenda kwenye kundi la watu ukapeleka karanga zako? Ni changamoto gani kubwa hasa uliipitia? Na wewe unaitatua vipi? Okay, sawa. Kwanza moja ya changamoto kubwa iko hivi. Yaani unaweza ukafika ni Kimbweta, watu wamejaa, watu wengi wamezunguka. Unapofika na mzigo wako, unajitambulisha na kusikiliza, unaonyesha biashara yako. Unaweza kujikuta hakuna anayechukua. Au kila mtu anaweza kumwambia asante na nini na nini. Sasa mbinu ambayo mimi nilikuwa naitumia, nilikuwa naamini kwamba anayetoa hapungukiwi. Kwa hiyo nikiona situation kama hiyo, ninachukua hizo pipi nizo nazo, naweza nikachota hata mkono hivi pap, alafu naziweka pale kwenye Kimbweta. Kwa hiyo kuna watu, kuna baadhi wanachukua, kuna baadhi wanakosa. Sasa namna nikifanya hivyo, kinachoenda kutokea ni kwamba unajua unapotoa kitu yani ni kama umewekeza. Yani mtu ndani ya moyo anasema lakini jamaa kanipa kitu fulani ni kidogo lakini naweza ngamsaidia vipi? Sasa ningejikuta nikifanya vile, unajikuta ananiita, hebu njoo. Haya, ukifika hapa unajikuta mtu ana 200 anatoa, ana 500 anatoa. Haya wewe nenda tu, hata tutaki zingine, wewe nenda tu. Unaona? Wewe unajikuta ni unaweza kusolve kwa tatizo kwa namna hiyo hapa. Sasa hii yote inatokana na kulingana na nini? Na wazee wewe unavyofanya na kulingana na biashara yako. Ubunifu pia. Ukija kuangalia labda kwenye mwenye nguo hawezi akafanya hicho kitu. Lakini ila ukianza akili yenyewe inajituni, yani utajua tu, utapata tu mbinu za kuweza kutatua changamoto, kuwafikia wateja. Yes. Mimi niseme ulikuwa ni wakati mzuri kuongea na Bwana Ignas hapa. Yes. Kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kama nani na vitu gani zaidi unavifanya huko kwenye mitandao ya kijamii? Okay, kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la Ignas Mbecha. Na ukiingia huko sasa hivi kikubwa ambacho na focus kujenga brand, najenga kwa ajili ya future. Nataka niweze kudeal sana, kuweza kuwasaidia watu kuweza kujua kusudio lao. Lakini licha hivyo kuweza, naamini kila mwanadamu ni kiongozi. Kwa kuweza ku-influence them waweze kujiona kwa wao ni viongozi na wanaweza kufanya kitu. Lakini licha hivyo niweza kuwasaidia kuweza kujenga brandi ambayo itaendana na nini? Itaenda kuzungumzia purpose, kusudio lao. Yes. Najua namna kuweza kufanya hivi, maana yake utakuwa unajenga future. Na kama kila mtu ataweza, ninachoamini ni kwamba kama kila mtu ataweza kujua kusudio lake na akaweza kulifanyia kazi, watu wasio ni wabunifu. Ubunifu upo. Ukimwona mtu ambaye sio mbunifu, changamoto ni kwamba hajajua assignment au task ambayo Mungu amempa ni ipi. Lakini kuweza kuijua hiyo, ubunifu ni natural unatokea. Hata confidence natural inakuja. Kama nilivyosema, mimi niko muoga sana kuweza kuongea watu 2 3, lakini kuweza kujua tu okay, kumbe mimi niliumba kuja kufanya hichi kitu. Inanipa yani jashangaa muda mwingine na kuwa na confidence na kodi video na tuma afu alert. Naona ni kitu cha kawaida. Kwa sababu gani? Nimejua kusudio langu. Kwa na hata vijana wenzangu wengine pia naamini kwamba kuweza kujua kusudio lao, tunaweza vijana sisi kama vijana tunaweza kufanya mambo makubwa sana hapo baadaye. Na asante sana Bwana Ignas. Vijana tutakapokujua kusudio letu, assignments ambayo Mungu ametupatia inaweza ikatusaidia sana hivyo kufanya vitu vidogo. Kumbe sio ushamba na sio aibu kwa mwanachuo au mwanafunzi yote ambapo anapitia hali ngumu akaingia kwenye biashara ndogo kama biashara anayofanya Bwana Ignas hapa ya kuuza
pipi na vitu vingine vidogo vidogo. Miaka 6 yuko ndani ya chuo cha uhasibu Arusha, miaka 5 akiuza pipi na ubuyu kama alivyosema alianza nao, lakini hajawahi kukata tamaa na anaamini kwamba kupitia hiyo biashara yake one day atafika sehemu kubwa zaidi kabisa. Mimi pende kukushukuru sana mtazamaji wa IAA TV na kipindi cha Campus Nexus. Usikose kuendelea kufuatilia vipindi vingine. Mimi naitwa Abdul Yusuf Abdul, nyuma ya kamera alikuwa Hasti Booming na Zuberi Kivufu kwenye mitambo pale, sema ambao wanafanya mixing na video nzima ukiona naenda yuko Ima FX. Asante sana.